Picha hii inaonyesha uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Wapi wanapishana kiuchumi, kinini kama inavyoonekana hapo. Marekani walipata uhuru mwaka 1776, Tanzania mwaka 1961 huko, kama inavyoonekana hapo kwenye picha. Na wametuzidi miaka 185 toka wamepata uhuru. Sasa tunataka tuangalie renki za mwaka huu za pato la taifa kwa mwaka, Marekani na Tanzania. Marekani wao kwa mwaka pato lao ni dola za Kimarekani 31.8 trillion, wakati Tanzania sisi bwana ni dola za Kimarekani 33.7 bilioni. Kwa hiyo ukibadilisha zile za Marekani ambazo ni 31.8 trillion, ukizibadilisha ziwe bilioni unapata, yani maana yake kwenye hizo 31.8 unazidisha mara 1000 ili ziwe bilioni. Kwa hiyo ukishazidisha hapo unapata ni bilioni 31,800 za Marekani, pato la taifa kwa mwaka huu mmoja. Sasa tunataka tujue Marekani wametuacha kwa miaka mingapi mbele. Kwa uhuru wametuacha kama inavyoonekana hapo juu, wametuacha kwa miaka 185. Sasa tunachukulia sasa Marekani hawaendelee, ni stagnant, wako hapo hapo. Sasa ili na sisi tuwafikie hapo walipo, tutachukua miaka mingapi au ni muda gani tutakaochukua sisi, au wametosha kwa miaka mingapi kulingana na takwimu hizi. Ukichukua sasa hizo bilioni 31,800 za Marekani kwa mwaka, unagawanya kwa hizo bilioni 83.7 za Tanzania. Ukigawanya hapo unapata ni 380, maana yake ni 290 ngapi .77. Sasa tunakaribia iwe 380. Kwa hiyo kama Marekani watakuwa hawaendelei, si tuko ndo tunajitafuta, yaani tunajitafuta. Wenzetu wametuacha, ukiangalia hapo ni miaka 380, miaka 380. Hapo ndo tutawafikia kwa hili ongezeko letu la mwaka huu ambao imetolewa ni 6.3%. Tumeongezeka, umenipata hapo? Kwa hiyo sasa ikitokea muujiza, yani ikitokea kuna muujiza tunaongezeka kila mwaka kwa pasenti ya 10, tuna uwezo kutumia miaka 60 kuwafikia Marekani. Kuwafikia nani? Marekani. Hiyo ni nini? Hiyo ni Tanzania. Hii ni balaa, ni hatari. Na tukiendelea na huu mchezo wetu wa 6.3%, inakadiriwa kuwa ili kuwakuta Marekani walipo kwa sasa, yani tuache kwamba hawaendelei, wako hapo hapo, ni mwaka 2175 ndio tutakuwa tunalingana nao kwa sasa kama walivyo kiuchumi, kinini, miundombinu hivyo yani. Kwa hiyo hao majamaa wametuacha parefu. Tanzania tunayo kazi. So cha msingi serikali ijitahidi bwana, ijitahidi. Hizi elimu zenyewe hizi za siku hizi wasomi ni wengi kuliko wachapakazi. Mapinduzi ya viwanda yanatakiwa yafanyike, haswa teknolojia itumike. Inasikitisha sana aise. So kila laheri, usisahau kusubscribe channel yangu kwa vitu kama hivi vingi. Usisahau kulike na kushare na kucomment.
Goodbye.